Mume wangu mimi ilitokea kama vile wamemteka. Walivyokuwa wakifanya mimi ninasukumwa. Nimepigwa hadi ngumi. Nikipambana nikirusha mawe nikipambana na hao watu. Inauma. Diwani wa kata Dodoma Makulu pamoja na mwenyekiti wameongoza msafara huu kuja kubomoa kwenye nyumba ya katibu wa Chama cha Mapinduzi na mjumbe wa serikali ya mtaa. Wakati huo mazungumzo ya amani yalikuwa yakiendelea. Yaani inauma. Uongozi gani huu? Uongozi gani huu unaendelea? Tumejinyima kwa nguvu zote tukifanya hapa. Na hapa sio kana kwamba uongozi ulikuwa hujui sisi kama tunamiliki hapa. Tulipitia hatua zote mpaka ramani tunayo. Ndio maana tukajenga mpaka hii nyumba kufikia hapa. Leo hii uongozi, huyu kijana anajivunia nini? Huyu diwani tuliyopiga kampeni mwanzo mwisho, tukimpigania tukijua kiongozi atatetea haki za binadamu na mali zake, ikiwapo sisi ni viongozi. Huyu mume wangu alimvusha kwenye uchaguzi, alisimamia pia uongozi wa serikali ya mtaa, akanivusha na mimi pia na mwenyekiti wa kata hii ambaye na mimi pia ni mjumbe wa serikali ya mtaa. Tunakwenda wapi jamani? Tunafika wapi kichama? Ni maisha gani haya tunayoletewa sisi? Mimi na familia zaidi ya watoto 10. Leo nimebomolewa mji wangu. Nimebomolewa nyumba yangu. Na mume wangu walimficha kule, walimteka. Wenyewe wakaja kufanya tukio hili la kutisha, la kusikitisha. Ina maana alikuja diwani na huyo mkwe wao, mwenyekiti wa kata ni mkwe wa huyo mama. Kwa jina anaitwa Maulid Juma Maugu. Ni mkazi wa Njedengwa West. Mimi kwa cheo changu ni katibu wa Chama cha Mapinduzi tangu 2006 hadi leo. Nimevunjiwa nyumba bila kosa lolote. Mimi ni Mtanzania, mimi ni kiongozi. Inaleta picha gani katika Chama cha Mapinduzi? Nikiwa mimi ndio kiongozi, nasimamia serikali ya mtaa wa Njedengwa na wenye vitu wa mashina wote. Leo mimi naonyeshwa kitendo cha kiharamu, kudhalilishwa kwenye eneo langu halali ambayo nimelinunua, sio la kupora. Nimenunua kwa wananchi tulio wakuta na bado wapo. Kitendo kilichofanyika hichi cha kunidhalilisha na kunivunjia nyumba yangu, tunakizoofisha chama. Chama kinaonekana hakina makali. Maana hata hawa viongozi ambao wapo serikalini pia ni wadhaifu. Kuna njama mbaya ambazo pia zinahusisha na rushwa. Kwa sababu haipendezi kiongozi. Mimi ni kiongozi wa muda mrefu tangu 2006. Hawa wote waliokuepo ambao walikuja kufanya tukio kwenye nyumbani ndio niliwatetea na wakawa viongozi mpaka leo. Lakini matokeo yake wamegeuka kwa kunihujumu mimi bila kosa. Sijapewa notisi wala sijapewa zuio lolote. Waliondoka kwa kunitoroka kwa sababu mimi nilibaki pale ofisi ya kata, wasema tunatoka mara moja, kumbe wanakuja kwangu kunivamia. Majina anaitwa Daimu Haji, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Njedengwa West. Ofisi yangu haitambui kuwa na kikao siku ya tukio na hakukuwa na kikao siku ya tukio. Ninachokumbuka katika kuhusika kwenye tukio kuna mambo mawili. Mimi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, lakini kwenye kikao kulikuwa na mwenyekiti wa chama wa kata. Kwa hiyo mtu anaposema mwenyekiti kwa sababu tukio liko kwenye mtaa wangu, maana yake naweza nikaeleweka ni mimi, lakini inawezekana ni mwenyekiti wa chama wa kata ya Dodoma Makulu. Mimi kwa wakati huo sikuwepo na nilipigiwa simu na mke wa katibu wangu ambaye ni Maulidi Maugu, kanipa taarifa nyumba inabomolewa. Nikamwambia nakuja, nachukua pikipiki. Kwa sababu pikipiki yangu ilikuwa imekwenda kuchukua watoto shule. Na ni kweli baada ya muda mfupi nikafika, lakini nikakuta tukio limefanyika.